Bunge la Umoja wa Ulaya takriban miezi 7 iliyopita liliketi kujadili hali ya kisiasa nchini Tanzania, ikiwemo uchaguzi mkuu uliotamatishwa Oktoba 29, 2025, huku likigusia kuitaka serikali ya Tanzania kufanya uchunguzi huru na kisha kuchukua hatua dhidi ya wale ambao walihusika katika matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Ifahamike kwamba katika uchaguzi wa Oktoba 29 kuliripotiwa mauaji pamoja na vifo vya wale ambao waliandamana, uchomaji wa mali za umma pamoja na mali binafsi. Hivyo bunge la Umoja wa Ulaya kupitia bunge wake mara kadhaa umekuwa kitaka serikali ya Tanzania kufanya uchunguzi huru na kisha kuwajibisha wale wote waliohusika na matukio hayo. Hata hivyo, siku ya jana kulisambazwa video iliyotolewa Novemba 26, 2025 ikimwonyesha mbunge wa bunge la Umoja wa Ulaya David McAllister akizungumzia hali ya kisiasa nchini Tanzania. Katika video hiyo, David McAllister alisema watu wa Tanzania wanastahili uchaguzi mpya, huru, wa haki na wa kuaminika. Shinikizo linapaswa kuwekwa kwa ajili ya demokrasia na haki za binadamu. Hatuwezi kunyamazishwa. Kuna kile chombo tulicho nacho kuwawajibisha wale waliopo madarakani. Kesho bunge litatuma ujumbe usio na shaka. Fedha zote za Umoja wa Ulaya zinazopitia taasisi zinazothibitishwa na serikali zinapaswa kusitishwa mara moja. Umoja wa Ulaya haupaswi kutumia fedha zake kufadhili ukandamizaji. Wakati wa kuchukua hatua ni sasa. Wafungwa wote wa kisiasa lazima waachiliwe mara moja bila masharti yoyote. Kinachohitajika kwa haraka ni uchunguzi huru wa kuaminika kuhusu mauaji yote ya waandamanaji na watu waliopotezwa kwa nguvu. Watu wakuu wa Tanzania wanastahili uchaguzi mpya, huru na wa kuaminika. Asanteni na mwachilieni Tundu Lissu sasa. Ilikuwa ni kauli ya David McAllister aliyetoa Novemba 26, 2025 katika bunge la Umoja wa Ulaya wakijadili hali ya kisiasa nchini Tanzania. Lakini pia kufuatia video hiyo kusambazwa upya katika mitandao mbalimbali ya kijamii, huku viongozi mbalimbali wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema akiwemo Godbless Lema akihusika kuisambaza video hiyo, na katika mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwa inazungumzwa kwa aina tofauti. Msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa aliibuka na kukanusha uwepo wa taarifa hiyo. Kupitia katika kurasa ya msemaji mkuu wa serikali alisema kwamba puuzeni upotoshaji huo. Bunge la Ulaya aliendesha mjadala huu kama inavyopotoshwa na baadhi ya wanaharakati mtandaoni. Video hii ni ya Novemba 26, 2025 na hakuna maazimio haya dhidi ya Tanzania. Serikali inaendelea kuwasihi wa Tanzania kuepuka na usambazaji wa taarifa hizi zenye lengo la kuzua taharuki na kuchochea chuki.